utakwenda kumjua huyo mtu wako aliyekuwa naye kama ana malengo na wewe au ana nia gani na wewe katika hayo mahusiano mliokuwepo. Na hii spell anaweza kufanya mwanamke, anaweza pia kufanya mwanaume, ili kujua kama wewe mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano, je, ana nia kweli ya dhati na wewe? Je, mtafika mbali? Je, ana malengo na wewe ya kuwa na wewe katika familia? Je, ana nia gani na wewe? Utakwenda kujua kufanya hii spell nitakayokuelekeza hapa. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Lakini napenda kusisitiza, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili uwe kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Na moja kwa moja bila kupoteza muda, tuende kwenye somo letu la namna gani unaweza kujua kama huyo mwanaume au mwanamke ana malengo na wewe, ana nia njema na wewe kwenye mahusiano. Je, mtafika mbali? Je, ana mpango wa kufanya mama wa watoto wake, au anakuchezea tu, anataka kupita na kwenda sehemu nyingine? Basi pia utafanya hii spell. Na haya ndio mahitaji utakayotakiwa kuwa nayo kwenye kwenda kufanya hii spell yetu ya leo ya kugundua. Kwanza kabisa tutataka kuwa na kitunguu saumu. Kuwa na kitunguu saumu na sio kisime, ndio uwe na kitunguu saumu punje 3 tu, lakini punje hizi usizimenye. Hakikisha ziko tu vile vile umezitoa kwenye kitunguu, ziko vile vile, usizimenye, ziwe vile vile kwenye maganda yake. Hitaji la pili, utahitajika kuwa na chumvi, na chumvi hii inahitajika kuwa chumvi vipande 7 tu. Ninaposema vipande 7, ina maana umeshajua kabisa kwamba chumvi inayotakiwa hapa lazima iwe chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe ndio chumvi tunayotumia kwenye spell zetu hapa ninazokuwa nafundisha. Chumvi ya mawe ndio chumvi yenye nguvu kubwa sana, inaweza kufanya vitu vikubwa. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na chumvi yako, na chumvi hii utahesabu, inahitajika kuwa na vipande 7 tu vya chumvi, pamoja na kitunguu saumu punje 3 tu ambazo hazijamenywa. Pia utahitajika kuwa na kiatu, na kiatu hichi hakikisha ni kiatu ambacho umeshakivaa, yani kisiwe kipya. Hakikisha ni kiatu ambacho umeshakivaa na kiwe kiatu cha kudumbukiza, yani kiatu ambacho unadumbukiza mguu, sio viatu ambavyo ni slippers, hapana. Nahitaji kiatu ambacho ni cha kudumbukiza na kiatu ambacho umeshakivaa, kisiwe kiatu kipya. Basi utakapokuwa umeshachukua kiatu chako pamoja na zile chumvi na ile kitunguu saumu, utachukua kudumbukiza vile vitunguu saumu pamoja na ile chumvi kwenye kile kiatu, na nataka kiatu cha mguu wa kushoto. Yaani utaweka kwenye kiatu ambacho ni cha mguu wa kushoto. Basi utakapokuwa umeweka yale mahitaji yote kwenye kiatu chako, utaanza kunuia kwamba ninataka kumjua huyo mwanaume au mwanamke kama ana malengo na mimi, kama anataka kuwa na mimi kwenye maisha yake, au anataka tu kunitumia, kama tutakuja kuwa na familia pamoja. Basi utanuia, kisha utatakiwa kuchukua kila kiatu ambacho umeweka ile mahitaji, na utatakiwa kuweka chini ya kitanda ambako unaweka kichwa chako. Yaani weka uvunguni mwa kitanda chako, lakini kisha unapoweka kile kiatu ni sehemu ambayo unaweka kichwa chako. Kwa hiyo utakiweka kile kiatu chini ya kitanda chako, hakikisha umelenga pale pale ambapo kichwa chako huwa unakiweka pale. Basi utakapokuwa umemaliza manuizi yako, unaweza kama una manuizi pia, kama una wanaume ambao labda ni tofauti, unaweza kuwataja majina yao, kwamba nataka nijue kati ya mwanamume fulani na fulani na fulani, je, yupi ambaye ana nia na mimi, yupi ambaye ana malengo na mimi kwenye maisha. Basi unanuia manuizi yako, kisha unakiweka kile kiatu ambapo utalaza kichwa chako usiku wakati unalala. Na wakati utakapokuwa umelala, hakikisha kwamba usiwe unawaza, yani je, sijui atakuwa fulani, sijui atakuwa fulani. Yani hakikisha unalala ukiwa umerelax, yani usimwaze mtu yoyote, kwa sababu mtu ukimwaza mtu fulani unaweza kushangaa akaja huyo huyo. Usimwaze kwamba anaweza kuwa fulani, hapana. Wewe lala tu vizuri bila kuwa na, tuliza akili yako, na maanisha. Yani usimwaze mtu fulani, kwa sababu mtu kimwaza anaweza akatokea huyo huyo. Kwa hiyo utashangaa anaweza kaja katika njia ya ndoto huyo mtu, na utakayemuona ndiye akawa mtu wako kweli ambaye ndo mwenye malengo na wewe. Na hata kama asipokuja kwenye ndoto, anaweza kaja hata dhahiri yeye mwenyewe tu, ukashangaa na kwamba mimi nataka nikuoe. Kwa hiyo anaweza kaja hata sio kwa ndoto, ila akaja kabisa kwenye maisha ya kawaida na akakwambia mimi nataka kuwa na wewe kwenye maisha yako, mimi nataka kuolewa na wewe, au mimi nataka kukuoa wewe. Akaja kabisa kwenye maisha yako. Na pia usije kumwacha mtu wako kwa kuwa umefanya hichi kitu na hujamuona yeye. Inaweza ikawa labda umekosea, au ulimwaza yeye
au hukumu, yani inaweza kuwa umefanya labda spell hii hujaifanya kwa ufasaha, na maanisha kwamba usije katokea hajaja mtu uliyekuwa unampenda basi ukaachana naye kwa sababu ya hii spell. Inaweza kuwa labda umeifanya vibaya, unaweza ukarudia pia kwa usahihi zaidi. Asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini napenda kusisitiza kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya.